Bwana siwe. Na maswali kama matatu hivi. Bwana siwe. Amen. Swali la kwanza linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 na Ufunuo 2 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 na Ufunuo 2 mstari wa 7. Hapo ukisoma, atasoma mchungaji, ukisoma hapo hivi utaona kwamba kwenye Mwanzo pale 3:22 Adamu na Hawa walipotenda dhambi, Mungu aliwafukuza. Pale kuna neno linasema kwamba Bwana akasema watu hawa wametenda dhambi, wamekula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa tunawafukuza kwenye bustani wasije wakala ule mti wa uzima wakaishi milele. Bwana siwe. Wakati sasa swali langu lipo wakati ambapo Adamu alikuwa anakabidhiwa ile bustani ya itunze, alipewa amri moja tu ya kwamba asile ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huu mti wa uzima hatukuuona, lakini nimekuja kuona hapo kwenye ambapo anasema kwamba wasije wakala wakaishi milele. Sasa nataka kufahamu huo wenyewe mti wa uzima wenyewe ulikuwa wapi? Au pale walipopewa amri huu walipewa wenyewe wafanyaji wawe wanakula? Na hiyo sehemu sijaona. Kwa hiyo mti umeonekana, lakini hakukuwa na amri ambayo ilikuwa imewazuia kufanyaje kukula huu mti wa uzima. Bwana siwe. Lakini pia swali la pili, tunajua shetani alitenda dhambi, lakini pia Adamu na Hawa walitenda dhambi. Sasa swali ambalo linafanana na hilo kwamba ili mtu asamehewe lazima aombe msamaha au anaweza kasamehewa pasipo kuomba msamaha. Baada ya kujua hilo, natamani kujua pia Biblia ilisema kwamba Yesu mwenyewe alimwambia Petro kwamba samehe, sikwambii usamehe mara moja, samehe hata 7 mara 70, si ndio? Kama nikusamehe 7 mara 70 kwa wanadamu, sisi hata ndugu yangu akinikosea nimsamehe 7 mara 70, kwa nini Ibilisi alitenda dhambi mara moja na pia Adamu na Hawa walitenda dhambi mara moja, lakini hawakusamehewa na wakafukuzwa moja kwa moja kwenye bustani, ingawaje yeye anatuambia kwamba sisi tusamehe 7 mara 70? Lakini pia swali lingine, sikumbuke ni kitabu kipi, lakini Biblia imesema kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Bwana siwe. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Sasa kwa upande wengine, upande ule ambao mimi nilikuwepo kabla ya kuokoka, nimeonaga watu wanaungama dhambi kwa kumuelezea mtu dhambi zako, yani ambazo umezitenda, ili afanyaje, ili usamehewe. Sasa nataka kujua ndio njia ya kuomba msamaha au yani inakuaje? Kwa sababu watu wamekuwa wanaitumia hiyo kama wanaenda kwa labda kama ndo mchungaji naenda namuelezea dhambi zangu, yani nakuwa naongea dhambi zangu, namtajia dhambi ambazo nimezitenda, then yeye ndo ananiombea nini? Ananiombea msamaha. Sasa kwenye kuungama hapo dhambi zetu sisi kwa sisi alimaanisha kitu gani? Au ndo hiyo njia ya kuomba msamaha mbele za Mungu? Bwana siwe. Hao ndo maswali yangu. Kuna swali la tatu, unataka kuongezea? Njoo uongezee. Mwingine anataka kuongezea, na unasogea hapa, unaongezea. Amina. Hapo kwenye hilo swali la tatu alilouliza kwa habari ya dhambi, kumwelezea mtu, tunafahamu kwamba iko dhambi ya siri ambao mtu anaifanya kwa siri, na yenyewe inakaaje? Maana Biblia inasema kwamba uiainishe hiyo dhambi ya siri ili Mungu wetu apate kukusamehe. Mwingine anaongezea. Amina. Bwana siwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nitaongezea swali kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Hapa ni swali hilo? Hapa ni swali lingine. Swali lingine anasema kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na katika uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Sasa nataka niangalie hapa au nijue kwamba je, Yesu Mungu anasema kwamba nimeweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Sasa alikuwa anamwambia uzao wa nini? Uzao wa nyoka. Sasa ndani nijue uzao wa nyoka ambao una uadui na sisi, au ni upi uzao ambao una uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, na wao uzao upoje, yani umetokea, yani unatokeaje uzao? Anaongezea swali hapo. Jamani, sio anaongezea kwamba kuna swali jipya. Hilo ameleta swali jipya. Wewe swali jipya? Ndio. Lakini ni hapo mwanzo. Sawa. Basi turuhusu.
na niruhusu ulize. Bwana Yesu. Swali langu ni hapo mwanzo. Tunaona pale Mwanzo mstari wa kwanza inasema tumfanye mtu akamiliki na kutawala. Hapo katika umiliki na kutawala, lakini pia tukija kuendelea kusoma Biblia tunaona mbeleni kabisa anakuja kusema msijisumbue kwa jambo lolote. Yaani kwamba ni hiyo kauli inajaribu kukanusha ile ya mara ya kwanza kwamba tusimiliki na kutawala, ni tusijisumbue na kitu chochote, tubaki kukimtumikia Mungu tu, au tumtumikie Mungu huku tunaendelea kutafuta mali tumiliki na kutawala kama alivyotuambia katika Mwanzo. Sawa. Bwana asifiwe. Tumia hii ni ya muhimu sana. Ongea. Bwana asifiwe. Amen. Kuna swali hapa naongezea ile la matunda kwenye shamba la Eden. Ufunuo 22 mstari wa kwanza, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo katikati ya njia kuu, na upande huu wa ule mto ulikuwa mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani yake ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Sasa swali langu iko hivi kwamba kule tunapoenda mbinguni kutakuwepo tena na matunda kama hiyo shamba la Eden kwenye Mwanzo kabla hatujafanya dhambi? Swali langu la pili, kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 2:18. Yohana wa kwanza 2:18. Yohana wa kwanza 2:18 nasema, watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo ni wengi wamekwisha kuwa. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Sasa swali yangu iko hivi, hiyo roho ya mpinga Kristo, je, inaweza ikatoweka ndani ya kanisa Mungu akiamua? Amen. Njoo sasa uliza. Naam. Mguu. Okay, uliza. Amen. Nataka niongezee swali langu pia ni hapo kitabu cha Mwanzo. Kwenye Mwanzo pale tunaona kwamba Mungu anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale. Lakini baada ya mwanadamu kufanya dhambi, Mungu anakuja anasema, tazama mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, akijua mema na mabaya. Ndio. Je, huyu mtu aliyefanya kwa sura na mfano wa Mungu na huyu mtu aliyefanya dhambi, yupi alikuwa ni wahalisi hapo? Nani alikuwa akifanana kweli na Mungu? Safi. Asanteni sana kwa maswali. Okay, tuanze na hiyo ya Mwanzo sura 3 ambapo anasema kwamba watolewe kwenye bustani wasije wakala tunda la uzima wakafanana wakaishi milele, maana wamekuwa kama sisi. Haya masaiba. Okay. Pointi ya kwanza ni swala la plan master ya Mungu iliyoko kwenye Mwanzo sura ya kwanza 26 na 27. Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alafu anakuja sura ya 3 anasema wamefanana na sisi. Tuanze na hiyo kwanza ambayo kaulizia wa mwisho. Okay. Ili uweze kupata majibu, nafikiri ni vyema kutafakari na wakati mwingine kujiuliza maswali kidogo, na wakati mwingine kusoma Biblia kwa upana zaidi. Sawa? Ukweli ni huu,
Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, lakini tulitofautiana na Mungu kwenye kitu kimoja kimaandiko. Baadhi ya vitu kweli tunatofautiana na Mungu, vipo tu, hata kama tuna sura na mfano wake, lakini kuna baadhi ya vitu hatufanani na Mungu. Kwa mfano, Biblia inasema mawazo ya Mungu wala akili za Mungu hazichunguziki. Tena mawazo yake yako mbali kuliko sisi, lakini sisi tunafanana na yeye. Kwa kuna baadhi ya vitu hatufanani na Mungu, sawa? Ingawa tuliumbwa kwa sura na mfano wake, lakini kuna baadhi ya vitu hatufanani na yeye. Hasa kimaandiko, miongoni mwa vitu ambavyo hatukuwa tunafanana na Mungu ilikuwa ni ujuzi wa mema na mabaya. Tulikuwa hatufanani na Mungu. Lakini kwenye hiyo ideology huo ukweli ni kwamba tangu mwanzo Mungu ameweka namna ambayo kuna mema na kuna mabaya, na aliweka sababu nyingi, anajua yeye, lakini miongoni mwa sababu ambayo sisi tunaweza tukaipata ni sababu ya upendo. Kwa maana kwamba ili watu waishi maisha ya kufurahi, lazima uwawekee choice, good and bad, sawa? Ukiweka kitu kimoja, there is no choice and there is no joy. Unapompa mtu kuchagua, unatimiza furaha ya moyo wake. Hiyo ndio miongoni mwa sababu ambazo ziko open kwa nini Mungu aliweka mabaya. Aliweka mabaya kimakusudi kabisa, kama sehemu ya upendo wake kwa viumbe vyake, viishi vikiwa vinafurahia wema wa Mungu na uzuri wa Mungu. Narudia, ukienda shopping na baba yako akafika kule akakwambia chukua kile kiatu, utachukua, lakini utarudi moyo umeinama. Lakini ukienda shopping, baba yako akwambia duka ila hapa, chagua unachotaka, hata kama ukichagua kibaya, lakini moyo wako utakuwa na furaha. Na moyo wako utafurahi kwamba baba ananipenda, sawa? Na ndio maana ukienda dukani, vimeundwa viatu vizuri na vibaya, na kuna watu wanachagua viatu vibaya wakiona ni vizuri na wana furaha. Kufanya mwanadamu awe na amani au viumbe vya Mungu viwe vina amani, there is no way but to be choices. Lazima kuwe na, there must be a chance to choose, na lazima viwepo vitu zaidi ya kimoja. Na ndio maana usije ukamwambia Mungu, pasije kuwa nabii mtaani, umelogwa. Hata mimi maombi nishe kuomba Mungu baa zote zifungwe, baadaye nakuja kugundua sina akili timamu. Baa ziwezi kafungwa, kwa sababu wako watu ambao ili waishi vizuri lazima waende baa. Mungu atakachofanya atawapa hukumu kwa kila ulilofanya. Ulipenda bia na madhara yake ni makubwa, adhabu yake ni hii. Sasa kwa maneno hayo ni kwamba kitu cha kwanza kabisa mwanadamu, Mungu alikuwa anampenda kiasi ambacho hakutaka amkosee. Hakutaka mwanadamu aje abebe sura ya hasira mbele zake. Na ili mwanadamu asikosee, asijue kipi kizuri, kipi kibaya, asijue. Na kwa maana hiyo wanadamu wasingetenda mabaya, automatically wasingetenda mabaya. Kwa nini wasingetenda mabaya? Kwa sababu
ile knowledge ya mabaya haikuweko ndani yao. Kulikuwa kuna knowledge ya one side ambayo ni from God naturally. Sawa, ni zawadi ya Mungu alikuwa amewapa wanadamu. Kwa maana kwamba wanadamu Mungu anaishi tu hivyo. Uwezi ukajisikia wivu ukawaza kumuua mwenzio. Uwezi ukajisikia hasira kwa sababu hujui. Unajua kinachofanya umuonee wivu mtu ni ule uwezo wa kuvaliu. Uwezo wa kuvaliu. Huyu jamaa kwa nini anabarikiwa? Mimi sibarikiwi. Kwa nini mzuri? Mimi sivyo. Kwa nini anapata? Kwa nini amenidhulumu? Kwa nini? Ile uwezo tunavaliu, hii simu yangu ni ya thamani, huyu jamaa kaniibia. Yaani kwa kipindi hicho ulikuwa unaweza ukachukua simu ya mtu ukaenda nayo na baadaye akakurudishia. Maana hatuna ule uwezo wa kuvaliu vitu. Uwezo wa kujua hiki ni chema, hiki ni kibaya, tulikuwa hatuna. Sawa? Ambapo ulikuwa ni uwezo wa viumbe vilivyoko mbinguni na Mungu. Ndio ulikuwa uwezo wao wa kujua mema na mabaya. Sawa? Tuko pamoja? Na hapa ndio kuna siri. Kwa nini shetani alitumia seducing power? Alitumia seducing power kwa sababu alicheza na nafasi iliyopo kwamba mwanadamu kaumbwa hajui mema na mabaya, lakini bado Mungu kamwekea choice. Kuna kitu fulani kaweka ndani ya huyu mtu kwamba hata kama hajui, lakini bado ataishi kwa furaha, atakuwa anachagua ila katika mema. Kwa hiyo nikimcorrupt atakuwa anachagua na uovu utaingia ndani yake. Sio, mnaelewa? Kwa sababu sasa atajua mabaya. Kwa hiyo choice itaendelea. Na ataanza kumkosea Mungu kwa sababu sasa atakuwa anachagua mabaya na atakuwa anayajua. Before alikuwa anachagua mema tu. Na wakati huo anachagua mema hajui kama haya ni mema. Take note. Was a God love to protect us, tusije tukamkosea. Lakini Mungu alimuonyesha bado mwanadamu you can choose. Ndio maana akaweka matunda yote, akamwambia, kwa sababu chakula cha kwanza kabisa mwanadamu alichokuwa anakula, mwanadamu alikuwa hali mbuzi wala nini. Someni vizuri Biblia. Vyakula vya wanadamu kabla ya dhambi waga ni matunda tu. Waga ni matunda tu, yani kwa tunalima bustani za maembe, mapasheni, machungwa, avocado. Tunakula matunda tu. Ndio chakula cha kwanza cha wanadamu. Chakula cha pili cha wanadamu baada ya dhambi wakaambiwa wale na majani. Ndio tukaanza kula mboga. Chakula cha tatu walivyotoka kwenye safina ndio wakaambiwa wale nyama. Halo. Naelewa Sasa kwenye matunda yaliyokuwa kule ndani ya bustani kulikuwa kuna tunda la uzima lilikuwepo, kwa sababu Biblia imeshalionyesha lilikuwepo. Lenyewe hawakuzuiliwa, walikuwa wanakula. Na lile tunda lilikuwa lina kazi moja kubwa ya kuwapa wanadamu uzima.